Mosi Nduumwe, moja kati ya jina ambalo likitajwa kwenye ligi kuu Tanzania bara kila mmoja anasema bonge moja la winga, mshambuliaji ambaye analijua lango. Miezi 6 tu alipotua hapa nchini, jina lake alikuwa linaimbwa kwa wimbo mkubwa sana, lakini kazi yake aliyoifanya kwa kipindi kifupi ikamfanya kuwa top scorer wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa mara nyingine tena Singida Black Stars wakadhibitisha kwamba wao ni bora kwa kiasi gani kwenye eneo la kufanya skauti ya mchezaji bora. Mosi Nduumwe katika msimu huu amecheza mechi 22 akifunga hat-trick 2 kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji na kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate. Ni mchezaji ambaye umri wake ni mdogo sana, kwa maana ana miaka 22 peke yake mpaka hivi sasa. Ndiye top scorer wa ligi kuu Tanzania bara akiwa amefunga mabao takriban 17 na kuonyesha kiwango kilichokuwepo bora. Mchezaji kama huyu akionyesha kiwango bora hivi, timu mbalimbali huanza kumuona na kumuhitaji kwa kiwango kikubwa. Imetajwa baadhi ya timu kutoka nje ya Afrika zikimuhitaji mchezaji huyu, lakini hata hapa barani Afrika zimekuwepo nyingi zikiweka fedha kwa ajili ya kumhitaji. Mchezaji akishakuwa bora kama hivi, maana yake hata thamani yake itakuwa bora sana na itapanda. Thamani ya soko ya Mosi Nduumwe kwa mujibu wa mifumo ya usajili na makadirio ya soko transfer market inatajwa kuwa ni karibia euro 250,000, zaidi ya shilingi milioni 750 za Kitanzania. Thamani imepanda kwa kasi kubwa sana baada ya kiwango chake cha juu na kuwa mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu ni mchezaji ambaye ana umri wa miaka 22, Nduumwe ana sifa nyingi nzuri, lakini pia ana madhaifu ya kiufundi ambayo mara nyingi madhaifu haya yamekuwa hayazungumziki sana. Moja, ana urefu wa wastani wa mita 1.67, jambo linalomfanya kuwa dhaifu kwenye mipira ya juu, na uwezo wa kupambania mipira ya juu kwake ni mdogo sana. Lakini pia uwezo wake ni mdogo kwenye eneo la kuzuia. Kama winga ama mshambuliaji wa pembeni, ashuki sana kusaidia kwenye eneo la ulinzi. Wataalamu wanasema low defensive work rate, jambo linaloweza kuiacha timu wazi pindi inaposhambuliwa. Lakini licha kufanya vizuri kwenye ligi ya ndani, kwa mfano kama Tanzania, hana uzoefu mkubwa sana kwenye mechi ngumu za kimataifa kwenye ngazi ya club, kwa maana CAF Champions League au Confederation Cup. Lakini anapendelea zaidi kutumia mguu mmoja wenye nguvu, jambo linalofanya mabeki wajanja kuusoma upande wake na wenye madhara zaidi, na ikawa rahisi wao kumzuia. Unahitaji kujua pia aina ya wachezaji ambao wakicheza na Mosi Nduumwe wanaweza wasifanye vizuri. Mosi Nduumwe ni mchezaji anayependa kukimbia kwenye nafasi na kubadilishana maeneo. Hawezi kucheza vizuri na washambuliaji wakati wasiohama maeneo yao. Tunasema striker wavivu, kwa sababu wanajaza eneo la box na kumnyima nafasi ya kuingia ndani kufunga. Mfano, Mosi itakuwa ni ngumu sana kwake kucheza na mshambuliaji kama Depu, ile itakuwa rahisi kwake kucheza na mshambuliaji kama Dube. Lakini aina ya wachezaji wengine ambao hawatomfanya kwa bora ni mabeki wa pembeni wasioipandisha timu, tunasema defensive fullbacks. Kwa kuwa yeye anacheza pembeni kuelekea ndani, inside forward winger, anahitaji beki wa nyuma ambaye ni fullback ambaye anaweza kupandisha mashambulizi, anayeshambulia ile kumpa usaidizi, kwa maana ile tunaita overlap. Akicheza na beki asiyepanda, atajikuta anakutana walinzi wawili wa timu pinzani peke yake bila kupata msaada wowote. Lakini pia wachezaji ambao hapendi kabisa kucheza nao na watamchelewesha yeye kwa bora ni wa viunga wanaochelewesha pass, slow build up midfielders. Silaha kubwa ya Nduumwe ni kasi na kustukiza, counter attacks. Hawezi kufanya vizuri kama timu ina viungo wanaopiga pasi nyingi za nyuma na pembeni bila kupenyeza mipira kwa haraka mbele. Huyu anahitaji wachezaji ambao wanapiga pasi kwa haraka ili yeye akimbie kwenye nafasi na aweze kufunga. Nimekuambia ile maeneo ambayo ni ngumu sana kusikia kizungumzika, wachezaji ambao hawezi kucheza nao vizuri lakini na udhaifu wake. Taarifa kwa mujibu wa mwandishi wa habari Swalehe Mawele anasema kuna kila dalili Mosi Nduumwe kutoendelea kuitumikia Singida Black Stars msimu unaokuja. Kuna kila aina ya dalili Mosi Nduumwe kuitumikia klabu ya Young Africans msimu ujao. Kupitia mahojiano ambayo kocha wa Singida Black Stars Muibu Kano amefanya na mwandishi wa habari Lugano Israel,
Ni kama Yanga ameshamaliza biashara hivi, ingawa haijathibitisha moja kwa moja. Linabaki kuwa ulizo lisilokuwa na jibu la moja kwa moja, kama kweli Mosi Nduwumwe atatua ndani ya kikosi cha Young Africans, kwa sababu baadhi ya timu nyingine zilizopo kubwa zinamtazamia kwa karibu sana. Young Africans, chochote kinawezekana.